Naam, tumekwisha kuziona dakika 90 za nguvu kabisa, dakika 90 ambazo zimeleta ladha ya mpira. Hasa tumeona moja kati ya mechi ngumu kuwahi kutokea kati ya timu ya taifa ya Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mchezo ambao ulitamatika kwa Tanzania kupoteza kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya majanti hawa wa soka la bara la Afrika. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yametokea, mengine yenye kufurahisha, mengine yenye kuhuzunisha, na yaliyopelekea pengine hata Tanzania kupoteza matumaini ya kwenda katika hatua ya robo fainali ya michuano hiyo. Kiujumla timu imecheza vizuri sana. Niwapongeze wachezaji wote wa timu ya taifa ya Tanzania kwa kile ambacho wamekifanya. Wameonyesha ukomavu, lakini pia wameonyesha ni kwa namna gani wanaweza kubato na timu ya Morocco, kwa sababu Morocco ni timu kubwa, lakini kwa namna ambavyo imeweza kufanyiwa bato na Tanzania imeonyesha kwamba kuna namna Tanzania imekuwa improved katika michuano hii ya kimataifa, na nafikiri 2027 panapo majaliwa, kama ndio itakuwa timu mwenyeji kwa michuano hii ya AFCON, basi nafikiri kuna uwezekano mkubwa wa timu hii kufika hatua ya robo finali ama nusu finali kutokana na kile ambacho wamekionyesha. Sasa upande wa mwamuzi wa mchezo huu bwana, kiukweli hakukuwa na fairness. Yani mwamuzi alikuwa akionyesha dhahiri kwamba amekuja kwa jambo moja tu la kuwabeba timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu pengine ni timu mwenyeji, na timu mwenyeji akitoka hatua za awali kidogo michuano inakuwa inapooza. Kwa hiyo pengine ni maelekezo, ama inawezekana tu ni kwa namna yeye refali hayatambui mambo labda, na hilo si jambo ambalo la kuliamini sana, kwa sababu hadi anapewa beji ya FIFA, anapewa kazi ya kuamua mechi ya AFCON na shirikisho la soka barani Afrika CAF, basi ni wazi kwamba wamemtambua na wanajua sheria zote, na kile ambacho kilikuwa kikifanyika dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania ni kama unyang'anyi wa matumaini ya Tanzania kusonga katika hatua ya robo fainali, na ndio maana yametokea pale. Moja ya tukio ambalo tuliona kabisa was not fair ni pamoja na tukio la dakika za mwisho kabisa la kusukumwa kwa forward wa timu ya taifa Tanzania ndani ya 18. Ni tukio la dhahiri kabisa, ni tukio ambalo hata wachezaji wenyewe wa Morocco wameona kabisa hapa tumebebwa, kwa sababu ni penalty ya wazi, ni penalty ambayo pengine Tanzania wangepewa, ingeenda kufufua tena matumaini mapya ya kuendelea kucheza hatua ya robo finali, kwa sababu matumaini ya wengi ilikuwa ni penalty ambayo ingewapa goli pia Tanzania. Lakini vitu vya kuvutia ni pamoja na uwezo wa Faisal Salum Feitoto. Amepambana sana, ameonyesha uwezo mkubwa sana, na tuliona baada ya kumalizika kwa mpira Ibrahim Diaz aliweza kumfuata na kujaribu kuongea naye na ku appreciate kile ambacho amekiona. So in general mechi ilikuwa mzuri, mchezo ulikuwa mkali sana. Tanzania walitoa na waliamua kweli kuitumikia timu yao. Suleiman Mwalimu ametenda vizuri sana, amecheza katika kiwango kikubwa sana kipindi cha kwanza, lakini mchezaji Ibrahim Baka as well ameokoa sana leo hii langoni mipira mingi ambayo ilikuwa inaingia ndani ya 18, lakini Bakari Nondo Mwamnyeto sina wasinaye kwa sasa, amerejesha matumaini, amerejesha kiwango kikubwa sana. So in general mechi ilikuwa kali, ilikuwa mzuri, lakini Tanzania inajipanga kwa ajili ya next season.